Semina yetu leo ikiwa ni siku yetu ya kwanza, labda kwako wewe unayetusikiliza kwa njia ya redio, tutakuwa ni mfululizo wako wa kwanza wa somo hili. Lina kichwa cha ajabu sana. Ninasema cha ajabu kwa sababu kina mchanganyiko wa Kiswahili na Kiingereza ndani. Kwa sababu Mungu alipokuwa ananipa kichwa cha somo, alinipa kwa Kiingereza. Nilitafuta Kiswahili chake, nilipata shida sana. Lakini baadaye nikaelewa kwa nini sikupata moja kwa moja tafsiri yake ilivyo. Maana sasa tungetafsiri Kiswahili, tusingetafsiri kibiblia. Na nielewa ninachosema. Kuna tofauti ya kutafsiri kitu kwa Kiswahili jinsi unavyoelewa, lakini kuna tofauti ya neno hilo hilo kulitafsiri kibiblia. Kichwa kinasema hivi cha somo: namna ya kupata, au kama unataka kuondoa ile namna ya kupata ukaanza tu kupata, sawa tu. Namna ya kupata uhuru wa kifedha. Kwenye bracket weka financial freedom. Funga ile bracket yako alafu weka kibiblia. Kwa hiyo tunapozungumza habari za pesa yako na uhuru wa kifedha, vita yake katika ulimwengu wa roho sio nyepesi kama watu wanavyofikiri. Labda niseme hivi, kuna watu wengi sana chini ya umaskini kuliko watu ambao wako chini ya dhambi. Nimesema neno gumu? Ngoja nirudie. Kuna watu wengi sana duniani ambao wako chini ya umaskini kuliko wale walioko chini ya dhambi. Kwa sababu moja, kwa sababu kuna watu waliookoka hawako chini ya dhambi lakini wako chini ya umaskini. Umeelewa ninachosema? Kwa hiyo kuna watu ambao wametoka kwenye kongo la dhambi, kwa hiyo wamepungua kutoka kwenye listi ya wale ambao ni watumwa wa dhambi. Lakini kwenye kongo la umaskini kuna watu wengi sana ambao wameondolewa kwenye dhambi lakini bado wako chini ya umaskini. Na Mungu anataka kutufikisha mahali ambapo tunaweza tukapita sawasawa na kile alichokikusudia kwenye neno lake kwa njia ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nataka nianze nikueleze, ninapozungumza habari za uhuru wa kifedha, financial freedom, kibiblia nina maana gani? Ya kwanza ni wakati tabia ya moyo wako haitawaliwi na kuwepo au kutokuwepo kwa fedha, bali itawaliwe na Roho Mtakatifu. Ni wakati tabia ya moyo wako haitawaliwi na kuwepo au kutokuwepo kwa fedha, bali itawaliwe na Roho Mtakatifu. Mathayo sura ya 6 ule mstari wa 21. Mathayo 6 mstari wa 21 anasema, huyu ni Yesu anazungumza, anasema, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwapo na moyo wako. Hazina yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Wale wanaoishi Tanzania kwa Kiswahili tulicho nacho wanaweza wakaelewa, maana ukisikia wizara ya fedha, lugha nyingine inaitwa hazina. Nchi zingine haitwi wizara ya fedha, inaitwa Treasury Department, idara ya fedha. Lakini ninachotaka uone hapo kwamba tafsiri ya Kiswahili chepesi au cha kisasa kwenye neno hazina, ingawa lina uzito kuliko fedha, lakini anazungumza palipo na fedha yako au fedha yako ilipo ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Sio moyo wako ulipo ndipo na fedha yako itakapokuwa, lakini fedha yako ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Tunakwenda pamoja? Unisikilize. Maana yake ni hii: fedha ina nguvu kuliko moyo wako. Ndio maana lazima utafute njia ambayo Mungu ameiweka ili kufanya moyo wako uwe huru kujenga tabia, kwa kuwepo na pesa au kutokuwepo na pesa, iwe na tabia ambayo haifungiki na fedha. Kwa sababu kwa maisha ya kawaida fedha ina nguvu kuliko moyo wa mtu. Ndio maana lazima kuwe na kitu kingine ambacho kina nguvu kuliko fedha, kiweke huru moyo wako uweze kusimama kwenye tabia ambayo Mungu ameikusudia. Bwana Yesu asifiwe. Ni muhimu sana ujue hili. Tunapozungumza habari za uhuru wa kifedha, maana yake unakuwa na tabia au unakuwa na uhuru ndani ya moyo wako wa kujenga tabia ambayo Mungu anataka uwe nayo. Haijalishi una pesa nyingi au una pesa kidogo, kwa sababu pesa ni ajabu sana. Ikiwa nyingi kwenye maisha yako, bado ina nguvu juu ya moyo wako kama hujajua namna ya kufanya. Na hata kama haipo, bado ina nguvu juu ya moyo wako.
Ile tu kwamba haipo ina nguvu, ile kwamba ipo ina nguvu. Haleluya, haleluya. Mwambie jirani yako tunamwaga zege. Maana yake nisije nikaingia kwenye jaribu la kwanza kupandisha nyumba kabla hujapata misingi ya kutosha. Kwa hiyo kuna maeneo mengine tutakuwa tunarudi, maana sasa huko baadaye kazi yangu ni kukufundisha uhuru na upataji. Lakini wasomaji wa Biblia wanamkumbuka yule tajiri kwenye Luka 18 ambaye alienda kumuuliza Bwana Yesu namna ya kuurithi uzima wa milele. Si mnamkumbuka yule tajiri? Kwenye Luka 18 mstari wa 18 mpaka wa 30, habari yake imeandikwa pale. Yesu alimuuliza kama ameshika amri. Akasema tangu utoto wangu nimeshika. Akamwambia umepungukiwa jambo moja. Kauze ulivyo navyo, kawape maskini, alafu njoo nifuate. Mnafahamu kilichotokea kwa yule tajiri. Na Biblia inasema alishindwa kumfuata Yesu kwa sababu alikuwa na mali nyingi au alikuwa na pesa nyingi. Kuna namna fulani pesa yake ilimfunga kwa namna ambavyo alifika mahali, pamoja na kwamba ndani yake unaona alikuwa anapenda Mungu na anamtafuta Mungu, lakini ilipofika mahali pa kuseparate, mahali pa kutenganisha moyo wake na pesa yake, hakuwa tayari. Alikuwa tayari akae mbali na Yesu, sio akae mbali na mali yake. Alikuwa yuko tayari akae mbali na Yesu, lakini asikae mbali na pesa yake. Moyo wake ulipokuwa ndipo na pesa yake ilipokuwa, na pesa yake ilipokuwa ndipo na moyo wake ulipokuwa. Pesa imevuta moyo wa yule mtu, imemweka mahali. Yesu anajaribu kutoa ule moyo uweze kumfuata yeye. Akaambiwa neno moja tu, akashindwa. Ndio maana usije ukafikiri ya kwamba kuwa na pesa nyingi ni shida. Sikiliza, kuwa na pesa nyingi na kuwa na pesa kidogo, kama huna uhuru ule ambao Mungu anataka uwe nao, vyote ni shida. Haleluya. Niseme maana ya pili, maana ninakuwekea tu msingi polepole na utapata picha hapa. Maana ya pili ya uhuru wa kifedha kibiblia ni wakati unaweza kufanya chochote. Hebu sema chochote. Unaweza kufanya chochote kile ambacho Mungu anataka ufanye bila kukwamishwa na kutokuwepo kwa fedha. Wakati unaweza kufanya chochote kile ambacho Mungu anataka ufanye bila kukwamishwa na kutokuwepo kwa fedha. Warumi 12 mstari wa 6 na wa 7, Yesu anazungumza pale, anasema hivi. Warumi 12 mstari wa 6 na wa 7, neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema tuliyopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani, ikiwa huduma tuwemo katika huduma yetu, mwenye kufundisha katika kufundisha kwake. Bwana Yesu asifiwe. Nilichotaka uone hapa ni kwamba watu wengi sana wameshindwa kutii kile ambacho Mungu anataka wafanye, si kwa sababu hawataki kutii, lakini kwa sababu hawana pesa. Safari nyingi sana zimekwama za kiutumishi kwa sababu pesa hakuna. Mikutano mingi sana imekwama kwa sababu pesa hakuna. Mingine haijafikia kile kiwango ambacho Mungu alitaka kwa sababu pesa hakuna. Na ndio ukweli wenyewe. Lakini kibiblia Mungu anataka kutuweka huru kiasi ambacho inapofika tunapozungumza mipango ya kufanya ya Bwana Yesu, tusije tukaingia kwenye kuweka mipaka kwa sababu ya kuangalia pesa tulionao au ambayo hatuna. Inamaanisha tumefungwa, kwa sababu Mungu anasema tufanye kazi yake kwa kadri ya imani, sio kwa kadri ya pesa tulionayo. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Sikiliza, imani ukikaa nayo vizuri ina nguvu kuliko pesa. Maana imani inakuweka mahali unakuwa huru. Inapofika mahali pa kutii kile ambacho Mungu anataka kifanyike, unajua ya kwamba Mungu anaweza akafanya kwa njia na kwa namna ambayo akili haitaelewa. Anaweza akafanya kwa saa ambayo hukutarajia. Kazi yako ni kusimama pamoja naye katika ulimwengu wa roho kwa namna ambavyo unajua ya kwamba unachofanya Mungu amekuambia fanya. Kama una uhakika ya kwamba Mungu amesema fanya, uwe na uhakika bajeti yake iko tayari. Haleluya, haleluya, haleluya. Kwa kadri ya imani. Imani huja kwa kusikia, kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaweza ukasemeshwa neno kwenye Biblia, lakini pia lazima liwe liwe lako, ili Mungu akisema unajua Mungu amesema. Oh, glory to God. Wanasema mara kwa mara, labda
sema kwenye shule hii, watu wataelewa vizuri zaidi. Ni hatari sana kwa watumishi, kwa makanisa kufanya kazi ya Mungu kwa kutegemea sadaka. Mungu anaweza akaamua sadaka iende kulipia gharama, lakini utendaji wetu wa kazi, utii wetu katika kila ambacho Mungu anataka kifanyike, kisije kikategemea kiasi cha pesa tulicho nacho au kilichopungua. Maana yake tutakuwa tunamchukua Mungu mahali alipo, tunambox kwenye kitu kinaitwa fedha. Tunamwambia Mungu, urefu wa fedha ndio urefu wako, ufupi wa fedha ndio ufupi wako, upana wa fedha ndio upana wako. Hatuwezi tukakuamini zaidi ya upana wa fedha. Mungu anatutazama, anaangalia, anakuambia kadri ya imani yako upokee. Kwa hiyo kama imani yako inaona ya kwamba mimi nina uwezo wa kukusaidia kufanya kitu sawa sawa na uwezo wa pesa, sawa, na ndio uwezo utakaofanya kazi ya Mungu. Na kwa mahali tunapoenda tunahitaji kuvuka kweli. Matumizi hayapungui. Kuna siku Mungu akinipa kibali, tazungumza na wewe juu ya thamani ya pesa na maana yake nini, na Mungu anapimaje thamani ya pesa, na nchi zinapimaje thamani ya pesa, benki zinapimaje thamani ya pesa. Wewe unahitaji kupima namna gani thamani ya pesa, ili pesa ulionayo iweze kulingana na thamani ya mahitaji ulionayo. Wengi hawajajua kwamba hicho kitu kiko kwenye Biblia, kipo. Mungu akinipa kibali nitakufundisha. Lakini nitaka nikwambie jambo mojawapo ambalo Mungu anahitaji kukuweka nalo huru. Lazima ufike mahali utumishi wako usitegemee pesa ulionao au haiko. Pesa itakayotoka kwenye sadaka au haitatoka kwenye sadaka. Uwezi kwa watazama wa Kristo ulionao kanisani ukapima na kiwango cha utumishi ambao Mungu anataka kufanya pale kanisani, uwezi kufika mbali. Lazima upime ule utendaji wa kazi na Mungu yule aliyekuagiza kufanya hiyo kazi. Oh, hallelujah. Maana Mungu anayekuagiza kufanya kazi anajua kwamba unahitaji hicho. Labda niseme neno hili, madam tunamwaga zege, mwambie jirani yako tunamwaga zege. Maana yake kuna vitu vingine nitakuwa ninarudia wakati tunaendelea kujenga hapo, ili ujue tunaenda kutoka wapi na tunaelekea wapi. Umewahi kujiuliza swala la kutengeneza budget serikalini lilitoka wapi? Au kwenye mashirika au kwenye maofisi au kwenye makampuni? Unafikiri swala la kutengeneza budget lilitoka wapi? Aliyeanzisha hilo alifunuliwa na Mungu, kwa sababu Mungu ana budget. Mungu ni kiongozi wa serikali, inaitwa serikali ya ufalme wa mbinguni, na yeye ana wizara. Kiingereza zinaitwa ministries, Kiswahili cha kisasa mnaita huduma. Mkija kanisani mnaziita huduma, serikalini wanaziita wizara. Kiingereza zote wanaziita ministries. Hallelujah, hallelujah. Unisikilize, rais hawezi akamruhusu waziri wake bila maelezo ya kutosha atumie pesa nje ya bajeti. Tunaenda sawa? Na serikali ambayo haiwezi kuweka bajeti inamaanisha haina malengo. Unisikilize, kwa sababu ya wizara zingine zinashindwa kutumia pesa zao sawa sawa na bajeti iliyowekwa, na wale ambao wanatoa pesa kupeleka wengine wanazuia zile pesa, wanajikuta mwisho wa mwaka wa ile fedha, zile fedha walizopangiwa kutumia zimebaki. Sijui utaratibu wanaotumia sasa hivi, lakini serikali nyingi, wizara ikishindwa kutumia zile pesa mwisho wa mwaka, zinarudishwa hazina. Unisikilize, na mbinguni Mungu hawezi akaweka serikali bila bajeti. Hawezi akaweka wizara zinazoitwa ministries, nyinyi mnaziita huduma, bila kuwa na bajeti yake. Hawezi akaruhusu kanisa lianze mahali bila bajeti. Kama vile serikali hawezi kuanzisha wilaya bila bajeti, itakuwa serikali bomu. Lazima kuwe na bajeti. Hakuna kanisa linaweza likaanza bila bajeti. Bajeti yake mbinguni ipo, ya kuanza kanisa lake, la kuweka jengo, la kila kitu. Na hiyo bajeti haitegemei sadaka. Ile bajeti inategemea uzito wa kazi ambao Mungu amekusudia kule. Lakini kuna watu wengi sana ambao wanafanya vitu nje ya malengo na kazi ambazo Mungu amezifanya, na wanategemea Mungu alipie. Mungu halipi. Kwa hiyo wengi sana mwisho wa mwaka bajeti zao ambazo Mungu amezipanga hawazitumii. Na ninakwambia utashangaa siku utakapokufa, utafika mbinguni, utakuta sehemu yako ya pesa hukutumia. Utauliza, hivi nilikuwa na pesa nyingi namna hii? Mungu atasema, ilikuwa sehemu yako ya bajeti, lakini hukutumia. Mwambie jirani yako tunamwaga zege. Mungu akitupa nafasi tutakuja tuingie ndani kidogo, tujifunze hiyo. Ni rahisi sana kuisema serikali, bwana wanachezea pesa tu. Nenda makanisani ndipo utajua.
Waulize mwaka ujao na malengo gani? Hawana. Mwaka huu umekazana tutoe sadaka, unataka kuzifanyia kitu gani? Atakwambia nataka kufanya hiki na hiki na hiki. Mwambie kimeandikwa mahali, akipo. Hajajiwekea malengo, lakini anataka pesa za nini? Mungu hakupi. Kwa sababu kuna vitu vingine ambavyo Mungu hakupanga uvifanye katika maisha yako. Hiyo bili Bwana Yesu hawezi kulipa. Na wala usije ukamlalamikia. Ni Mungu mwenye haki. Huwezi ukaajiriwa na Pepsi Cola unataka kwenda kulipwa na Coca-Cola. Hallelujah. Hallelujah. Hata wewe unajua kabisa haiwezekani. Lakini sasa kwa nini ufanye vitu vya watu wengine unataka Mungu alipe? Mungu hawezi kulipa. Oh, glory to God. Glory to God. Glory to God. Ngoja niseme maana ya tatu ya uhuru wa kifedha, financial freedom. Maana tumeangalia ile ya kwanza kwamba Mungu anataka kuiseparate, kutenganisha moyo wako na fedha yako, iwe na uhuru wa kwake ambao uko katika Roho Mtakatifu. Lakini pia anataka akuweke mahali ambapo una uhuru wa kumtii Mungu, kufanya kila ambacho anataka ufanye, bila kusumbuliwa una hela ngapi mfukoni, bila kusumbuliwa una pesa ngapi benki. Lazima uvuke hapo. Hilo swala la kuwa una fedha benki kiasi gani na wapi litakuja baadaye, na nitakufundisha linapoingia mahali pake. Lakini aliruhusiwi kutangulia juu ya imani ulionayo na Yesu. Ya tatu, uhuru wa kifedha au financial freedom ni wakati unaweza kuwa na ukarimu wote. Hebu sema wote. Wakati unaweza kuwa na ukarimu wote umleteao Mungu shukrani. Fungua kile kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 9. Wakorintho wa pili sura ya 9 mstari wa 6, alafu ndasoma wa 10 mpaka wa 11. Anasema, lakini nasema neno hili, apandaye haba atavuna haba, apandaye kwa ukarimu atavuna kwa ukarimu. Hapa anazungumza habari za utoaji. Kila mtu anayesoma mstari anaelewa na anakubali hilo. Mstari wa 10 anasema, na yeye ampaye mbegu mwenye kupanda na mkate uwe chakula, atawapa mbegu za kupanda na kuzizidisha, naye atayaongeza mazao ya haki yenu, mkitajirishwa katika vitu vyote. Hebu sema vitu vyote. Huwa ninasoma huu mstari alafu ninafurahi kweli. Shida ni kwamba shetani aliufunika sana, watu walikuwa hawauoni ulivyoandikwa. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote mpate. Wale waliopita shule niliyofundisha juu ya malengo wanaelewa kabisa kibiblia kuwa tajiri sio lengo. Tunaenda sawa? Huku duniani kuwa tajiri ni lengo la watu wengi sana. Kibiblia kuwa tajiri sio lengo. Kibiblia kuwa tajiri ni sehemu ya mkakati wa Mungu wa kukusaidia ufikie malengo aliyoweka katika maisha yako. Kumbukumbu 8 mstari wa 18 anasema, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili kulifanya imara agano lake alilowaahidi baba zako hata hivi leo. Kwa hiyo anapokupa nguvu za kupata utajiri, si ili tu upate utajiri, ili kulifanya imara. Kwa hiyo kuna lengo. Hapa anazungumza, anasema lengo lingine hapa. Anasema mkitajirishwa katika vitu vyote mpate. Kwa hiyo unajua kuwa tajiri wa vitu vyote sio lengo. Lengo la wewe kuwa tajiri wa vitu vyote ni ili upate kuwa na ukarimu wote. Hebu sema ukarimu wote. Sio ule ukarimu unaosema kwa kweli ningekuwa nacho ningekupa, lakini sasa kwa kweli hata unaona kwa kweli sina. Mungu anataka akuvusha. Unanisikia ninachosema? Maana huwezi kuwa na ukarimu wote isipokuwa una vitu vyote. Na Biblia haiwezi kuweka malengo ambayo Mungu hawezi kutusaidia kufika. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa ndani ya Yesu Kristo kuwa na utajiri wa vitu vyote ili uwe na ukarimu wote. Kwa nini anataka uwe na ukarimu wote? Anasema umpatiao Mungu shukrani kwa kazi yetu. Kama hujajua ya kwamba Mungu anapenda sana kushukuriwa, kwa sababu kuna mtu aliyemtajirisha amemkarimu mtu mwingine kwa sababu ya utajiri aliyokuwa nao, na kwa sababu ya huo ukarimu yule mtu anamshukuru Mungu kwa sababu amemtajirisha fulani akamkirimu. Mungu anafurahi sana ya kwamba ameshukuriwa kwa sababu ya ukarimu huo. Anatazama huo ukarimu umetokea wapi, anaona umetokea kwa fulani. Biblia inasema anampa mbegu yule mwenye kupanda. Maana yake anamtazama yule aliyekirimu, anaendelea kumtajirisha zaidi ili aendelee kuwa na ukarimu wote unaoendelea kumpa Mungu mzunguko wa shukrani. Oh, hallelujah. Hallelujah.
Anasema maana utumishi wa huduma hii hauwatimizii watakatifu riziki walizopungukiwa tu, bali uzidi sana kuwa na faida kwa shukrani nyingi apewazo Mungu. Wasomaji wa Biblia wanafahamu kanisa lilipokuwa naanza kwa Matendo ya Mitume, wale Wakristo wa mwanzoni walikuwa na utajiri wa vitu vyote na walikuwa na ukarimu wote, kiasi ambacho katikati yao hakuweko mtu aliyekuwa na mahitaji. Si mmesoma hayo maneno? Kama iliwezekana wakati ule, inawezekana wakati huu. Maana Roho Mtakatifu aliyeongoza ule ukarimu ndio anayeongoza ukarimu mpaka leo. Lakini lazima kwanza tufunguke rohoni, tujue ya kwamba Mungu anataka tuwe na utajiri wote na vitu vyote. Maana kama ndani ya moyo wako umeridhika kuwa na utajiri wa vitu kidogo, huwezi kuwa na ukarimu wote. Hiyo ni vita yako ya ndani ambayo unahitaji kuamua. Haleluya. Ngoja niseme ya 4. Tunamwaga zege pole pole. Tunazungumza habari ya maana ya financial freedom, uhuru wa kifedha kibiblia. Maana yake ni ya 4. Maana ya 4 ni wakati mapato yako ni makubwa kuliko mahitaji na matumizi yako ya kila siku. Ni wakati mapato yako ni makubwa kuliko mahitaji na matumizi yako ya kila siku. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 19 anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Biblia inasema atawajazeni kila mnachokihitaji. Huwezi kujazwa kila unachokihitaji isipokuwa una mapato ambayo yanakupa kila unachokihitaji. Sasa ninapozungumza habari za mapato, sizungumzi mshahara. Mshahara uko ndani ya mapato, lakini mapato ni pana kuliko mshahara. Kwa hiyo usifungike tu ninapoanza kuzungumza mapato unasema mbona mimi sina kipato. Ndio maana ya shule hii, ili uweze kufunguka bwana. Kumbuka yule mama mjane aliyekwenda kwa Nabii Elisha, anasema mtumishi wako bwana amekufa, yule mume wangu ameniachia madeni na watoto wangu wamekuja kuchukuliwa wakawe watumwa wafanye kazi mpaka lile deni lilipwe. Elisha akamuuliza, unataka nikufanyie nini? Una kitu gani nyumbani kwako? Kwa hiyo kabla hujasema sina kitu, subiri kwanza sema naishe. Haleluya. Kama unafikiri Natania kawauliza wakina Petro walipomwambia Bwana Yesu waondoe hawa watu nyikani, wamekaa siku 3 hawajala, hamna hoteli hapa, hatuna pesa za kuwalisha, waishie. Yesu anawauliza mna nini nyinyi? Kile ambacho wewe unaona sio kipato, subiri kwanza sema naishe. Ninaamini mawazo yako yatabadilika. Kuna namna ambavyo Mungu atasema na wewe kukusaidia. Oh haleluya. Oh haleluya. Tulienda Kigoma. Tulipokuwa Kigoma, tukaenda mahali ambapo wanachonga miti, sura za watu, sura za wanyama. Tukashangaa sana kuona ya kwamba ule mti ni mweupe. Tukawauliza hamjapaka rangi? Akasema hapana, ni mti ni mweupe. Tukasema twendeni mkatuonyeshe huo mti mweupe ni upi. Tulishangaa sana. Ni miti hata Arusha iko, lakini hatujawahi kuona Arusha mtu akichonga ile miti. Kwa nini? Kwa sababu wao wana mtazamo tofauti. Sikiliza, wewe unaweza kaona mawe hayana kazi, mtafute mjenzi hata kusimulia. Haleluya. 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 Mimi sijui kama mliwahi kupita kile kipindi ambacho ukiwa mdogo na ukazaliwa kwenye familia kama tuliozaliwa sisi, ambayo hatuna msichana wa kike. Unajua maana ya msichana wa kike? Ni msichana ambaye anafanya kazi nyumbani mwao. Kuna msichana mwingine ambaye hafanyi kazi nyumbani mwao, ni sawasawa na mtoto wa kiume. Haleluya. Kwa hiyo mama yetu alikuwa anatufundisha vitu vingi sana: kusuka nywele, kusonga ugali, nidhamu ya kukaa jikoni kwenye mafiga. Huwezi kukaa jikoni kwenye mafiga alafu kaweka mguu wako kwenye mafiga. Huo ni utovu wa nidhamu. Saa hiyo unasubiria ugali uive, unaweka huko. Unaambiwa zile stories za kule jikoni mpaka unakimbiza mguu haraka. Nafundishwa namna ya kujua kama ugali umeiva. Vijana wengine hawajafahamu. Ukitaka kujua kama ugali umeiva, unachukua alafu unautupa kwenye ukuta. Haleluya. Ukinata bado mbichi. Sasa katika hicho kipindi tulifundishwa pia, wakati ule tunakuaga na yale mapambo ya nyota. Mnafahamu yale nyinyi? Wale wa siku nyingi wanafahamu yale mapambo ya nyota. Nani amewahi kushona? Unaona mikono ile chache, wengi sana hawafahamu. Tulikuwa tunaenda watu wakitupa mabox, sisi tunachukua.
Unaenda kwa wale mafundi wanaoshona cherehani, vile vipande vya nguo vile ambavyo hawana kazi wanataka kuvitupa, tunawaambia tukusanyie. Wewe unaona ni vya kutupa, kwetu ni rasilimali. Oh, haleluya. Unachukua vile vipande, kama ni vidogo sana unatengeneza nyota ndogo, kama ni vikubwa unatengeneza nyota kubwa. Unaifuma, alafu kwa sababu ni vipande vidogo vidogo vingi, vinakuwa ni mapambo tu kwamba viko vingi vingi na rangi tofauti. Ile tu kwamba ni rangi tofauti tofauti, hiyo ni rasilimali. Lakini fundi alikuwa anataka kutupa vile vitambaa kwa sababu havina kazi kwake, ni kwa sababu hajui kazi yake, sio kwa sababu havina kazi. Oh, haleluya. Na wewe unaweza kusema sina kipato, ni kwa sababu hujui ya kazi ya vitu ulivyo navyo. Lakini ungejua kazi ya vitu ulivyo navyo, usingekuwa unalalamika unasema sina kipato. Na ni kazi ya semina yeye kukuonyesha uweze kuona mahali ambapo huwezi kuona. Oh, haleluya. Ili ujue namna ya kutumia soko, jinsi Mungu anavyotaka utumie soko. Oh, haleluya. Haleluya. Wale mafundi wa magari wanaelewa. Ukiona fundi wa magari wa Tanzania gari limemshinda, sidhani kama nyingine inaweza kutengeneza hiyo gari. Nchi hii ina mafundi wa magari sijawahi kuona. Spare ikikosekana watachonga, lakini hawezi kubali gari lale. Haleluya. Haleluya. Wangeweza kusema spare hamna, ngoja tusubiri mpaka mwakani zikishakuja. Hakuna. Wanakwambia mzee, tumetafuta huku mjini spare hakuna, lakini tunaweza kufanya maarifa. Haleluya. 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 Kwa hiyo unajua ule uhuru wa kifedha, maana yake unafika mahali ambapo mahitaji yako ya kila siku hayategemei kiwango cha pesa ulicho nacho, yanategemea Mungu wako alivyokusudia kukujaza kila siku kila ambacho unakihitaji. Haleluya. 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 Wengine wako kama walivyo kwa sababu tu hawajui mpangilio wa fedha na matumizi ya kila siku. Sio kwa sababu hawana pesa, lakini mpangilio wao wa matumizi haujakaa vizuri. Oh, glory to God. Glory to God. Ngoja niseme maana nyingine, unaniruhusu si ndio? Tumeshasema 4 si ndio? Tuseme ya 5.